Wa min asbabi tajassusi almamnu'i, na miongoni mwa sababu za kufanya upelelezi au uchunguzi zilizokatazwa kisheria. Awalan, sababu ya kwanza, qasdul idhai wal fadihati, ni kukusudia kumuudhi Muislamu mwenzako au kumfedhehesha au kumwaibisha Muislamu mwenzako. Yoyote ambaye atakuwa anafanya jambo la upelelezi, anafanya jambo la uchunguzi juu ya Muislamu mwenzake, juu ya ndugu yake, juu ya mtu yoyote ambaye yupo katika mgongo huu wa ardhi, miongoni mwa sababu ambazo zinazompelekea kufanya uchunguzi na upelelezi juu ya ndugu yake Muislamu, miongoni mwa sababu hizo, qasdul idhai, ni kukusudia kumuudhi ndugu yake, wal fadihati, na kumfedhehesha, yani kumwaibisha ndugu yake. Na hii inatokea vipi? Ni pale unapojua aibu au kasoro ya ndugu yako Muislamu. Baada ya kuijua kasoro na aibu yake ile, unaitumia kwako ni kama silaha ya kumdhalilisha na kumfedhehesha na kumwaibisha yule ndugu yako Muislamu. Na ndio maana hata ukiangalia kazini leo, kwa mfano, mtu anapokuwa amejua kasoro ya mkubwa wake wa kazi, mfano alimshuhudia akiwa anaiba meneja kama yule, mkubwa kama yule, anapotaka yule meneja kuja kumfanya jambo huyu mfanyakazi, jambo ambalo litakuwa chanzo afukuzwe pale kazini, basi anamkumbushia lile jambo ambalo alilolishuhudia kwake. Anamwambia, sitokwenda peke yangu, nina imani hata wewe utakwenda, kwa sababu najua 1, 2, 3 ya kwako ambayo alikuwa ukiyafanya, na nina ushahidi wote wa yale maovu ambayo unayoyafanya. Unaona, huwezi kumfanyia upelelezi mtu, huwezi kumfanyia uchunguzi mtu, isipokuwa lengo lako ni kumfedhehesha na kumwaibisha mtu kama yule. Na ndio maana anasema miongoni mwa sababu ambazo zinazompelekea mwanadamu kumfanyia mwenzake uchunguzi na upelelezi, qasdul idhai wal fadihati, ni kukusudia kumuudhi na kumfedhehesha, yani kumwaibisha. Fayatajassasu ala shakhsi, anaamua kumfanyia upelelezi ndugu yake, likai yuudhiahu au yafdahahu, ili aweze kumwaibisha au aweze kumfedhehesha au aweze kumuudhi, ligharadin fi nafsihi, na anayafanya haya ni kwa sababu ya lengo fulani ambalo lipo katika nafsi yake. Qala jalla wa ala fi kitabihi, Allah amesema katika kitabu chake, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat, na wale ambao kwamba wanawaudhi waumini wa kiume na wanawaudhi waumini wa kike, bighairi maktasabu, kwa mambo ambayo kwamba hawakuyafanya. Wewe unaamua kumuudhi ndugu yako Muislamu kwa kumwekea jambo ambalo hajawahi kulifanya, lengo lako ili umuudhi ndugu yako Muislamu kama yule. Sasa Allah jalla fi'ala anasema wale ambao kwamba wanawaudhi waumini wa kiume na kuwaudhi waumini wa kike, bighairi maktasabu, kwa mambo ambayo maishani mwao hawajawahi kuyafanya,
fakad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, hakika watu hao wamejibebesha uzushi na uongo na dhambi iliyokuwa ya wazi. Unapomsingizia ndugu yako Muislamu amefanya jambo fulani katika maisha yake, mfano ukaanza kumsingizia amezini, au ukamsingizia amekunywa pombe, au ukamsingizia jambo lolote ambalo ni baya, kumbuka wakati ule unamsingizia lile jambo, wakati hakulifanya lile jambo, basi amama Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umejibebesha uongo na uzushi na dhambi iliyokuwa wazi mbele ya Allah. Kaangalie Suratul Ahzab aya nambari 58. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, ya ma'ashara man aslama bilisanihi, enyi mkusanyiko ulio silimu kwa kupitia ulimi wao, walam yufdhi imanu ila qalbihi, na wala haijaingia imani katika moyo wa mkusanyiko huo, la tubghul muslimina, mtume anakataza, anasema musiwaudhi Waislamu, wala tuayiruhum, na wala msiwaibishe Waislamu, wala tattabi'u awratihim, na wala msichunguze na kufuatilia kasoro zao na aibu zao. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslimi, hakika yoyote yule ambaye ataamua kuifuatilia na kuichunguza aibu ya ndugu yake Muislamu, tatabba'a Allahu awratahu, Mwenyezi Mungu ataifuatilia aibu yake. Yani pale umeamua kusimama imara na kidete, unamchunguza ndugu yako Muislamu, analala wapi, anakula nini, anafanya kazi wapi, ana kipato cha aina gani, lengo ujue kasoro yake na upeleke aibu ile mbele ya jamii ambayo iliyomzunguka. Sasa yoyote ambaye ataamua kuifuatilia kasoro na aibu ya Muislamu mwenzake, Allah kwa mujibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ataifuatilia aibu ya mtu huyo. Wa man tatabba'a Allahu awratahu, na yule ambaye Allah ataamua kumfuatilia aibu yake na kasoro yake, yafdahahu, Allah ataamua kumwaibisha na kumfedhehesha huyo mwenye kufuatilia aibu ya Muislamu mwenzake, walau fi jawfi rahlihi, hata kama aibu yake iko ndani imejificha kwenye nyumba yake, Allah ataitoa watu waijue kasoro na aibu ya mtu huyo. Unaona madhara haya ya kuchunguzana, unaona balaa la kufuatiliana. Wewe unataka kumjua kasoro ndugu yako ikusaidie nini ndugu yako? Haya ndio matatizo yake. Hadithi imepokewa na At-Tirmidhi kwa nambari 2032. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi Targhib, utaipata kwa nambari 2339.